Karibu kwa majina. Mimi kwa majina yangu naitwa David Keleyan Kinisi, ni mwenyekiti wa shirika la Mondo Tanzania. Tuko hapo Lunyolo Moru leo kwa ajili ya kuja kukabidhi sekondari mpya kabisa, ambapo kwa bahati nzuri kama mlivyosikia au mlivyoona pia wananchi hapa wamepokea kwa kishindo kikubwa madarasa 4 na ofisi 2 za walimu. Kwa namna moja au nyingine mwaka huu shule inaanza, nafikiri Januari hii tayari mkuu wa wilaya wamekubaliana pamoja na mkurugenzi kwamba watasajili shule saa yote, kwa sababu watoto wanatumia nafasi kubwa kwenda mbali sana kwenda kwa masomo yao. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunafarijika sana kwa kuwekwa hapa na mkuu wa wilaya Christopher. Dokta ametupokea vizuri sana. Na nyinyi kama shirika la Mondo mlipataje taarifa za uhaba au uhitaji wa mradi wa shule katika eneo hili? Sisi shirika letu tumepata vipi mawasiliano haya? Sisi ni makao yetu makuu ni Arusha. Kwa hiyo ofisi yetu iko pale Arusha, jengo la AKU. Kwa hiyo kupata kwetu taarifa hizi, sisi tumehudumia kata ya Motoni, ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kata ya Motoni, nikiwa diwani kwa wakati ule. Sasa hivi mimi ni diwani mstaafu, kwanza ieleweke hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nafikiri zile kazi ambazo tumezifanya mapema mwaka jana pia pale shule msingi Lenjani Okokola, na kama nilivyobainisha pale, hapo ndipo walivyotambua kwamba kumbe na Meije pia yuko pale Arusha DC. Kwa hiyo wakawa tena close na sisi, nikisema close maana kwamba ni karibu na sisi zaidi, kwa jinsi ya kuona kwamba huku ni nyumbani. Ametambua kwamba watu wake pia wanahitaji huduma. Kwa hiyo si hatuhudumii kata moja, nikisema Tanzania ni Tanzania kweli, ndio maana tumefika mpaka huko. Na pengine ni miradi hipi ambayo kama shirika mnajishughulisha nayo au ni miradi ya elimu pekee? Miradi ya elimu tunawezesha pia kina mama kwa upande wa vikoba, kwa grant ndogo ndogo kwa kina mama pia wale ambao wanajitambua wanaofanya biashara ndogo ndogo tunawahudumia pia, na hatumhudumii mtu kwa mfano mmoja katika hali ya kwamba kwa interest zake. Tunapaka tujue kwamba historia, back story yake ni ipi, tukajua kwamba je, anaweza kufanya hilo. Na kwa upande wa vikoba hivyo pia tunachukua watu ambao wanajitambua kwa namna moja au nyingine. Pengine kama mwenyekiti, wito wako ni upi kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla? Mimi wito wangu kwa serikali na jamii kwa ujumla ni kwamba tunaomba tuendelea kuomba ushirikiano, kwa sababu shirika letu haiingizi faida. Tunasema kwa donors wetu ambao tuna link nao Marekani, na bahati nzuri wako hapa leo, Matthew Band tuko naye hapa leo. Kwa namna moja au nyingine tunachoomba ni kwamba kile ambacho wanahitaji wao moja kwa moja nakuja direct mpaka sehemu husika. Tunasimamia sisi, tunasemea sisi. Sisi hakuna faida tunayosema kwamba tunawekeza ndani ya taasisi yetu, hapana. Tunaisemea sisi jamii kwa ujumla, tushirikiana na wananchi kama nyinyi wenye mapenzi mema ndani ya jamii. Serikali kwa namna moja au nyingine naomba pia serikali iendelee kutambua mashirika yetu, kwa mfano kama shirika la Mondo Tanzania. Ni muda mfupi, ni muda mrefu, lakini kama nilivyosema Saida mapema sana pale mbele ya mgeni rasmi DC wetu, tumefanya mambo mengi na tunatamani kuendelea kufanya mambo mengi, na natamani pia kumwona Mama Samia kwa namna moja au nyingine katika hali ya kuendelea kutambua haya. Najua ujumbe huu utamfikia, lakini nataka tu ajue kwamba ni kweli hatupepese macho katika hali ya kumsaidia. Tunamsaidia kwa sababu ni sehemu ambapo milango amefungua yeye. Sasa milango kama amefungua yeye na hao wageni tukawapata kwa njia hiyo, shirika letu pia limesajiliwa kwa haki. Kwa hiyo ni miongoni mwa taasisi ambazo ni tayari mimi kama msimamizi natambua kwamba tunafanya nini. Wito wako sasa kwa wanajamii wa eneo hili la Donyomoro kuhusiana na utunzaji sasa wa hizi miradi hii au mradi huu, wito wangu kwa wanajamii hawa, hasa mwenyekiti ni mtu mzuri sana pamoja na jamii yake. Ni mtu mzuri sana, maana yake ametukaribisha. Kwa hiyo wito wangu kwao chini ya mwenyekiti wao wa kijiji, watunze mali hizi, watunze madarasa haya, achukulie kama ni shule ambapo ni tayari shule kama shule nyingine. Hii ni maana imeshuka Lunyolo Moru, ni shule nzuri, inaonekana kwa namna moja au nyingine kama jinsi mlivyopiga picha. Sio kwamba tunataka, maana tutakuwa tunafanya pilot, tunatembelea mara kwa mara kuja kuona je, hivi ni kweli wanafunzi kweli wapo, na kama unavyoona saa hizi wanamalizia vyoo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba mwenyekiti ilikuwa ni kiu yao, ni shule ya kata, sio shule ya kijiji, lakini wakishirikiana kwa namna moja au nyingine, serikali pia inaona na inasikia kwa namna moja au nyingine.